Na siku hiyo tukio limetokea ilikuwa ni usiku wa kuamkia Jumamosi. Si hatujui chochote, maana kwa mbele ni sehemu za starehe, nyuma ni room za kulala wageni. Husna alikuwa ni mjamzito. Kutoka kwa Husna kwenda weekend ni jambo lake la kawaida. Hata hapo Shisha ukienda ukiwauliza wanamfahamu. Ni binti ambaye ilikuwa weekend anatoka, anaenda kustarehe, anarudi. Tushazoea. Alikuwa na ugomvi na mfanya usafi wa hapo. Baada ya hapo sijui kusukumana, sasa sielewi, ndo alimsukuma akawa amekufa, sijui alizimia tu. Alikuwa amegombana na huyo mhudumu mfanya usafi wa hapo wa kiume, ambaye yeye akadai kwamba ni mtu wake. Mtazamaji, jina langu naitwa Alphonse Kusaga, mwandishi wa Wananchi. Leo ni tarehe 15 ya mwezi wa 6 mwaka 2026. Hapa ni katika eneo la Mbauda iliyopo baa ya Shisha, ambapo katika eneo hili la baa kulijitokeza tukio la binti mmoja anayefahamika kwa jina la Husna, ambaye alikutwa katika chemba ya choo akiwa amefariki dunia baada ya kuuawa na mfanya usafi katika eneo hili. Taarifa ya polisi imeeleza kwamba amekamatwa mtu mmoja anayehusika na tukio hilo, lakini upelelezi unaendelea. Lakini zaidi sana tumezungumza na dada wa marehemu Husna, ameeleza kuhusiana na tukio hili. Lakini tumefika katika baa hii ya Shisha Village na kuzungumza na mmiliki wa hapa, akieleza namna ambavyo tukio limejitokeza. Amesema kwamba tukio hili halikujitokeza katika eneo hili la starehe ambapo watu wanakunywa, bali tukio hili limejitokeza katika chumba cha kulala wageni, kwa sababu eneo hili la Shisha kwa nyuma kuna nyumba za kulala wageni. Kwa hiyo yule mfanyakazi aliingia na mwanamke huyo, inaeleza kwamba pia ni mpenzi wake wa siku nyingi, na hata ofisi yake haikuwa na mashaka naye alivyoingia na mwanamke huyo. Baada ya kutenda tukio hilo, mhusika hakukimbia, bali aliendelea na shughuli zake, lakini akawa anawahadithia wenzake kuhusiana na tukio ambalo amelitenda. Na wale wenzake aliokuwa anawahadithia wakaja kumwambia meneja wa hapa Shisha Village, ndipo wakatoa taarifa polisi kwamba kuna mwili wa mtu uko maeneo haya. Hivyo hapa utasikia taarifa ya upande wa familia ya marehemu pamoja na mmiliki wa Shisha Village akieleza namna ambavyo tukio lilijitokeza, kwamba wao ndio walijulisha polisi kuhusiana na tukio hilo. Baada ya tukio hilo, mfanyakazi huyo usafi alimvuta marehemu na kumsogeza kwenye kibaraza nyuma ya sehemu ambazo wanaweka mashuka na vitu mbalimbali, akamfunika hapo. Lakini baadaye akamvutia sehemu ambayo kuna chemba ya choo ambapo alishakwisha fariki dunia, mpaka pale polisi walipokuja kutoa mwili huo. Naitwa Salma Musa. Mdogo wangu alipotea kuanzia Ijumaa, hakuonekana, nikawa nimepigiwa na majirani, huyo mdogo wako yuko huko, maana huko atumoni, ambao ni siku ya Jumamosi. Nikamwambia yupo, ndo nami nikaanza kumtafuta, kumpigia simu hapatikani, nikaendelea kuwasiliana na wao majirani. Siku ya jana Jumapili, wakati nawasiliana na balozi ambao ndo dada alosimama hapo, akasema ngoja tufuatilie, lakini kuna dada ambao ni mhudumu wa pale Shisha, mimi ni rafiki yangu, nimekuwa naye. Kuna siku alipita panja kama nikuta na mdogo wangu, kwa hiyo ndo akajua ni mdogo wangu na akajua nakapa. Kwa hiyo dada alitoka direct baada ya kuona hilo tukio, akaniambia mdogo wako Mwaya amefariki. Maana mimi namjua, na mara ya mwisho najua alivaa suruali ya kijeshi. Mdogo wako mimi namjua, siku ile nilikukuta naye hapa, wewe jikaze. Ndo nikaa nimepoteza fahamu. Akaondoka na mtoto wangu huyo wa kiume alosimama hapo, akasema ungejikaza nikakuonyesha pale kwa meneja ufunguliwe kamera. Nikamwambia nenda na huyu mtoto wangu, maana namjua, maana nilikuwa nimechanganyikiwa. Walipofika pale, meneja sijui akajificha, kwa mtoto akaambua arudi mpaka watu wazima, we ni mdogo. Sasa hiyo maiti ilishatolewa, iko mochwari. Mungu alikuwa safarini.
Ndio nikawa nimewasiliana naye asubuhi, akaja saa 10. Ndio akaenda huko mochwari, wakaoneshwa. Baada ya kuoneshwa kwa anaandikisha pale polisi, wakaambia sasa mtoke hapa mtafute huyo Kusaga. Mume wangu mwenyewe alisema, sasa mimi nikawa sijui maana Kusaga ni nini. Wakati polisi ndo anamwambia na akamwambia mtu alouwa huyo hapo mojini kama mnataka kumuhoji. Mume wangu akamwambia sisi hatujaja kwa hayo mambo. Ndio walivyokusimulia walikwambia mdogo wako Husna amefanya nini? Nilivyohadisiwa mimi kwamba alikuwa na ugomvi na mfanya usafi wa hapo. Baada ya hapo sijui kusukumana, sasa sielewi, ndo alimsukuma akawa amekufa, sijui alizimia tu. Mimi habari za chemba nilikuwa sijazijua. Lakini yule dada aloniletea taarifa ambayo ni mhudumu wa pale, mimi ni rafiki yangu, ndo alosema hivyo kwamba alikuwa amegombana na huyo mhudumu mfanya usafi wa hapo wa kiume, ambaye yeye akadai kwamba ni mtu wake. Na inavyosemekana hawa nilivyoagiza huu balozi wa mtaa mdogo wangu anaokaa, wako ameenda pale kunisaidia kuangalia hiyo kamera. Husna alienda pale shisha kufanya nini? Ni nahisi ni mteja ambao anaendaga pale kwa ajili ya vinywaji na marafiki zake. Mimi jamani, nilikuwa naomba tu nifafanuliwe na nipate kujua haki itendeke. Na miaka mingapi? Husna amezaliwa 93. Na alikuwa anajishughulisha na shughuli gani? Shughuli ndogo ndogo tu, vibiashara vya sokoni vya kuuza nyanya. Kazi yote anafanya, hata kufua, kufanya usafi nyumbani kwa watu. Jina langu naitwa Mary Veronica Karani. Ni mjumbe serikali za mitaa mtaa Ngurumo ambao Husna anaishi Majengo. Tulipata hizi taarifa za Husna tuseme ni leo asubuhi. Lakini Husna tokea juzi tulimwacha hapo nyumbani vizuri mida saa 2. Akaenda kwenye mambo yake kama ratiba zake zilivyo za kawaida. Huwa anapenda kwenda sehemu hiyo ya shisha, huwa mara nyingi anaongea kabisa mimi naenda shisha, anaendaga na marafiki zake kama weekend. Lakini tokea hiyo juzi alivyoenda, tumemtafuta sana Husna tokea Jumamosi, Jumapili, kwa kweli hatukumuona. Kwa kweli sisi kama serikali za mitaa, sisi kama ndugu zake na Husna, alichotendewa sio sahihi. Labda tuendelee kuvuta subira kwenye jeshi la polisi, labda linafanya uchunguzi, hatulilaumu. Lakini tunachoomba kwamba haki itendeke kwa huyo binti. Maana ni binti mdogo, alikuwa anajitafutia, hata hilo eneo alikuwa anaishi mwenyewe, nyumba yake ya kupanga tu ndogo. Alikuwa anaishi mwenyewe kweli. Katika hayo mazingira, Husna pale alienda lini? Alienda Ijumaa usiku. Na mwili wake ukatambulika lini? Taarifa tumezipata leo asubuhi. Lakini alikuwa ameshapelekwa mochwari? Ndio. Sisi kwa kweli tulifika ile eneo tuliomba tu kwamba kuangalia CCTV camera pale kwamba limemuona huyu mtu. Lakini mtu ambaye anaonyeshwa, ambaye anasema sio ametoka naye chumbani, amepita naye, ambaye alikuwa yuko naye hapo, mwanamume, ni mwanamume mwenye kujielewa, mwanamume mwenye mwili, yani ni mtu tuelewi. Sisi tunachotaka kujua ni ukweli tu kwamba haki ya huyu binti iko wapi. Na kwenye ile CCTV kamera haionyeshi tukio zima namna ambavyo Husna ametoka? Hatujaonyeshwa. Tumeona tu hicho kipande cha kwamba aliingia na kijana na kutoka, ambao ndo alikuwa na spend naye kwa hiyo siku. Na wamesema sasa Husna alikutwa wapi? Kwa sababu polisi wanasema amekutwa kwenye chemba ya choo, sijui ni maji taka. Kwa kweli sisi tulivyofika pale tulionyeshwa tu kwamba huyu mtu aliingia na kutoka. Lakini kwa jinsi ukimuona huyu ndugu wetu kwa mochwari, inasikitisha kaka, ni kwamba aliingizwa kwenye chemba ya choo. Kwa hiyo tunataka kujua au ni huyo aliyokuwa naye. Yani sisi tunaiamini jeshi la polisi kwamba tunahitaji ukweli, hivyo tu kakangu. Sisi imani yetu iko kwenye jeshi la polisi kwamba tunaiomba serikali yetu hii sikivu itupe haki ya Husna. Tujue ilikuwa hivi, katoka hivi, kaenda hivi. Tunahitaji kujua ukweli ili marehemu apatiwe haki yake ya kimsingi. Lile eneo ambalo Husna amefanywa hicho kitendo ni ukumbi wa starehe. Ni ukumbi wa starehe ambao tayari ulikuwa na watu wengi, haswa ni weekend. Alafu kuna ulinzi. Kuna wale
sio ma green guard, sio ma bouncer, wapo. Mtu paka anawawa kwa kipigo ambacho ukimwona hivi kabisa amewawa, mtu anyanyuliwe, nimeshamuua, nimalize, nimbebe, nikafunue chemba ya maji, nimdumbukize. Kweli kaka jamani? Na watu wanaona. Sasa hivi hapa kuna watu watatu tu, lakini huwezi ukasema umempiga mtu. Hata ile nilie sauti ya chini, lazima jirani atasikia. Lakini pale kulikuwa kuna watu wengi sababu ni ukumbi wa starehe. Na ilikuwa ni weekend. Kunao mabouncer. Hata watu nje wapo, maana pale shisha kunaweka oshi kule nje. Watu wapo. Kweli kaka jamani? Mwanamke ameuliwa kikatili, mwanamke anavuliwa nguo, kauliwa kikatili, kadumbukizwa kwenye chemba ya maji. Siku ngapi? Hata kama amekaa siku 2 huko eneo lako la kazi, ambayo umefungua system camera kwa ajili ya security, kwa ajili ya kujua taarifa zozote nzuri na mbaya. Husna alikuwa ni mjamzito. Mpenzi wake huyo ambao mwenye ujauzito alikuwa amesafiri. Lakini Husna ni binti ambaye anaishi mwenyewe. Sisi hatutaki kujua huyo ambaye alimbebesha mimba wala nini. Ni msichana ambaye anaishi maisha yake ya kwake mwenyewe. Na kutoka kwa Husna kwenda weekend ni jambo lake la kawaida. Hata hapo shisha ukienda ukiwauliza wanamfahamu. Ni binti ambaye ilikuwa weekend anatoka, anaenda kustarehe, anarudi. Tushazoea. Husna ni mama wa watoto wangapi? Husna hana mtoto. Husna hajawahi kupata mtoto. Kwa hiyo ujauzito ndio ulikuwa mtoto wake wa kwanza yani. Naitwa Felix Istanbuli. Mimi ni mmiliki wa Pashisha Village. Kweli tumepata taarifa kuhusiana na Husna kufariki katika ofisi yangu, na katika kufuatilia kuna mtu alipewa taarifa kwamba Husna ameuawa na mfanyakazi, na Husna na mfanyakazi wana mahusiano ya muda mrefu kidogo ya kimapenzi. Hata wakiwa wanapita, wanatoka, wanaenda, hatunaga mashaka nao, maana ni watu ambao mara mingi wana mahusiano ya karibu. Tukio limetokea ni kwa upande wa nyuma, kuna room za wageni, na siku hiyo tukio limetokea ilikuwa ni usiku wa kuamkia Jumamosi. Si hatujui chochote, maana kwa mbele ni sehemu za starehe, nyuma ni room za kulala wageni. Pewa taarifa juzi na kijana mmoja kwamba kuna taarifa iko hivi, mtu anaomba ushauri, amefanya uharibifu, amegombana na mpenzi wake na amefariki. Hivi mmeangalia katika mazingira yote hamna maiti kwa nyuma? Si tukamwambia huyo Ima, wewe nani kakwambia? Akamwambia ameniambia muhusika mwenyewe Jacob kwamba kuna issue imetokea, nimefanya, naomba ushauri. Si ndipo tukaanza kupeleleza sasa hiyo style iliyotokea. Tukamkamata Bwashe huyo ambaye ndo kafanya tukio, tukamuuliza Lameke. Ase Lameke, vipi? Mbona kuna issue ya kishamba umefanya? Kwa nini umefanya mambo ya kishamba? Akaambia tulikuwa tuko ndani, alikuwa anataka hela. Kwa hiyo katika kutaka hela mimi nilimwambia na shilingi fulani, kwa sababu ni mtu wangu, akaanza kuniletea rali, gombana naye, akanishika katika kumsukuma, akaanguka, tukaanguka, yani akaanguka nikamwangukia Wakiwa kwenye chumba wakiwa katika chumba cha kulala wageni. Kwa hiyo sisi kupata taarifa za huko nyumba ya kulala wageni, pakiwa na wageni, tunakuwa tuna security yetu kwamba room zina wageni kwa ajili ya ulinzi. Lakini room ile ilikuwa imeshatoka mtu ni ya kufanyia usafi, yeye akaingia tu direct kwa sababu mkuta chumba kiko kimeshatumika. Ni kijana wetu wa usafi, tunamjua ni vituko vingi, lakini yeye baada ya kutekeleza lile jambo alilitekeleza na kutafuta ushauri, ndo akaamua kumuingiza katika ile chemba pale. Kumuingiza katika ile chemba, mekumbana, akakubali. Sisi jambo la kwanza ikabidi tuombe msaada polisi. Tukawasiliana na polisi, haikupita dakika 10 polisi wakafika kutosha, wakaja wakamtoa marehemu, wakaondoka naye. Kwa hiyo watu wanapohusisha na tukio hili
ni kama hawajui kinachoendelea. Kule ni nyuma, na sisi mara nyingi tuko katika eneo la starehe kwa ajili ya security, kuangalia, kuhudumia kwa wateja, mambo ni mengi. Kwa hiyo swala lilipotokea kule nyuma, na yeye ni mmoja wa watumishi wa hapa, hatuna mashaka. Na yeye pia huko nyuma ndo analapolalaga. Ina maana hata pa akipita akitoka hatuna mashaka naye. Kwa hiyo nyinyi wenyewe ndio mmewapigia simu polisi? Ndio. Yaani tulipoipata hiyo taarifa, saa hiyo hatukutaka baadaye kukiri kwamba ni kweli nimeua na nimemweka katika chemba 103. Hatukutaka hata kuchunguza kwanza ni nini kweli. Sisi tukawahi kupigia simu polisi. Na polisi wakapokea simu yetu na kutekeleza huo wito na kufika mara moja. Wamekuja wakaona, tukamwambia mtu wenu hapa. Maana mtu tulimnang'ania, tukamwambia haya mavi usituachie sisi, haya mavi ni ya kwako. Kwa hiyo lazima ukapambane na issue yako. Kwa hiyo sisi tukumwachia. Sisi tulimkazia, tukamwambia haya mambo lazima ukayamalize. Wewe kwa nini unafanya mambo ya kishamba? Wewe unamuuaje mtu? Bro, mimi sio nimemuua kwa kukusudia. Bro, si nini na nini, ni kwamba katika kuvutana akaanguka. Kwa hiyo ni siku zake zimefika, ambaye zimfikie kwako. Kwa hiyo hamna kuelewa, tulia. Polisi walipofika tukamkabidhi mtu wao. Mtu wenu hapa ndo katufanya mauaji, ili tukio lisihusishwe na ni tukio lihusishwe na ni mahusiano Kusaga, ni mahusiano yao na yule mwanamke na huyu bwana ni muda mrefu. Hata tukisema tukae kwenye kamera tuangalie, ni watu wako pamoja muda mrefu. Huyu bwana hata akipata vibia vyake vya ofa anaviweka kwa ajili ya akija mtu wake akimwambia nilebi, anamwambia shika hii hapa. Kwa hiyo ni mazingira ya watu wanafahamiana. Limetokea jambo hilo, Mungu amepanga. Tunaomba Mungu tusaidie hii mambo yaende vizuri. Na kwenye CCTV kamera inaonyesha kabisa namna ambavyo aliingia kwenye chumba. Kwa CCTV kamera inaonyesha jinsi alivyoingia kwenye chumba, na baada ya muda sana akatoka, amembeba akamhifadhi katika sehemu ambayo analalaga, akamfunika, akakaa tena pale kwa muda mrefu kidogo, ndo akaja akambeba akamwingiza kwenye ile chemba. Kwa hiyo muda wote ambao amemhifadhi katika ile sehemu analalaga, hakufanya chochote zaidi ya kuomba ushauri. Wale walioomba ushauri wale ndo wametupa taarifa sisi. Tusaidie kidogo. Kwa hiyo yeye ile siku ya usiku wa kuamkia Jumamosi ndio siku ambayo alienda kumtumbukiza kwenye chemba, au mwili ulihifadhi mahali kwanza? Siku ambayo katekeleza ile tukio hakumweka kwenye chemba muda huo. Nafikiri yeye alikuwa yeye mwenyewe katika maongezi hakuhisi kama kwanza amekufa. Alikuwa anachanganyikiwa. Alimhifadhi mahali zaidi ya masaa 5 na kumfunika na manguo. Kwa hiyo hapo ndani ya hicho chumba, katika nje ya chumba, alimtoa katika hicho chumba akamweka katika kordo ya kutoka kwenye chemba huko nyuma. Sasa kordo tunaikaga manguo ya gesti, tunaikaga mashuka, mablanketi ya kwenda kufua. Kwa hiyo akamweka afu akamfunika na ile manguo. Kwa hiyo ukipita unaona yale manguo ya kufua hayana noma. Kwa hiyo huwezi gundua kilichowekwa pale. Unajua ni manguo. Kwa mimi najua pale, hata mimi nilipita. Lakini mtu alikuwa yuko pale. Katika kamera tunaangalia, nakumbuka na mimi nilipitaga kwa sababu napitaga kwa sababu ya security. Napitaga kwa sababu sitaki mtu apite huko nyuma kwa sababu kuna madirisha. Mteja akiwa amelala huko ndani, pengine labda afanywe kitu kibaya au mazingira yote. Kwa hiyo nakuaga na zungukaga sana. Mimi wito wangu kwanza naipa pole sana familia. Maana kufiwa sio jambo dogo. Wamempoteza mpendo wao. Imeniuma. Mimi jana hadi nililia jana machozi. Nililia kwa mambo mawili. Kwanza, mtoto wao amekufa. Alafu cha pili, nilifikiria mbona wananichafulia ofisi hivi? Mbona ofisi ina mambo mengi yanaingiliana na uongozi uko vizuri. Unajua
iko Mbauda. Hapa tuna kwa jiografia ya Arusha hapa ni kama nje ya mji kidogo. Kwa hiyo kama tuko mtaani licha kwa tuko barabarani. Kwa hiyo tuna wateja watu wengi ni watu wa mtaani hapa, wengi asilimia kubwa. Na mnawajua na hamna mashaka nao? Hatuna mashaka nao. Wateja wetu ni wa mitaa hii. Tu wateja mbali ni wachache wanakuja. Kuna wengine wanatoka Mshono, kuna wanatoka Njiro. Kuna wateja kama jana nimekuwa nao ni wa Kimandolu. Kwa hiyo wateja wanakuwa, lakini mara nyingi wale memba ni hapa mtaani. Mtafanyaje ingalau kuweka ulinzi zaidi ili wakati mwingine lisitokee jambo kama hilo? Mtu anaweza nikaja tu kama mteja nikaingia na mpenzi wangu nikafanya ninalofanya nikaondoka. Sasa mtaimarisha kiasi gani ingalau isitokee tena? Swala la kuimarisha usalama kwenye room tuko vizuri. Yaani yule amepata hiyo advantage ya kufanya huo ujinga kwa sababu ye ni staff wa hapa. Asiwezi kupita mtu ambaye usiki hapa na hujachukua room ukapita hichocho hapa. Atakuita tu, vipi wewe unatafuta chooni kule. Yaani kuna wanaopoteaga njia, unaona baa ina chocho nyingi. Ba ni VIP sana ukicheki. Unajua kwa hiyo tumeitengeneza. Kwa hiyo kuna saa watu wanapotea chooni huko ndani. Ila wahudumu wangu wako smart. Dada choo cha kike kile pale, choo cha kiume kiko pale. Wengine ndio wakitaka kuingia huko corridor guest ambaye kule. Maana ndio maana ofisi iko hapa, mtu akipita anamuona.